Mungu akikulaani, shetani anadaka laana. Mungu akishakulaani, shetani anapenda huo mchezo. Kwa hiyo laana ya Mungu akishakulaani, anayeifanyia kazi kuendelea ni shetani. Bwana kuonyesha. Angalia Mwanzo sura ya 3 aya 14 na 15. Sasa ni sura aya 15. Nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake. Huo utakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino. Akamwambia mwanamke, hakika nitakuzidishia uchungu wako na kuzaa kwako. Kwa utungu utazaa watoto, na tamaa yako itakuwa kwa mmeo, naye atakutawala. Sasa aya 14. Bwana Mungu akamwambia nyoka, kwa sababu umefanya hayo, umelaaniwa wewe kuliko wanyama wote na kuliko hayawani wote walioko mwituni. Kwa tumbo utakwenda, kwa tumbo utakwenda. Halafu anasema mbele hapo, na mavumbi utakula siku zote za maisha yako. Chakula cha shetani ni mavumbi. Wewe umeumbwa kwa nini? Utarudi wapi? Sasa kama chakula cha shetani ni mavumbi, maana yake nini? Maana yake nini? Adhabu ambayo inatekelezwa kwenye laana ya ardhi, anayetekeleza ni anayekula kwenye mavumbi. Ndio maana magonjwa mengi yatokana na ardhi. Nini? Mwili wako ni sehemu ya ardhi. Kwa hiyo mnisikilize. Okay, mnisikilize kitu fulani. Nasema hivi kwa mfano, ngoja mnisikilize. Mungu akilaani mji huu, akishatamka maneno ya laana, shetani anachokifanya, anachukua matamko ya laana, anayafanyia kazi. Au baba yako anaweza kutamkia laana akasahau, shetani asahau. Ile laana inatoka ya kuwa baba yako, shetani anapenda huo mchezo. Anasema hii nikabidhi mimi. Nikabidhi mimi. Kwa shetani anapigilia msumari kwamba hii ulishatamkiwa laana. Mungu alitamka laana tayari juu ya ardhi ya nini? Ya mwanadamu. Yesu alipokuja akatengua laana. Shetani anasemaje? Huyu mtu laana ulishatamka, kwa hiyo nashikilia hata kama ulitengua, huyu mtu hajui kama ulishatengua. Kwa hiyo maana yake ni Yesu anaweza kuwa ametengua laana, lakini bado wengine wana laana juu ya ardhi. Kwa nini? Shetani ameshikilia neno la Mungu alilolisema. Kwa maana hiyo laana ambayo Mungu alitamka juu ya ardhi mpaka leo inafanya kazi, japokuwa Yesu amekufa. Kwa nini? Kwa sababu ile kwamba Yesu amekufa msalabani haimaanishi yote yamekwisha kama hujaungana naye kwenye msalaba. Ile kusema yote yamekwisha maana yake nini? Yesu, okay, ngoja niseme hivi. Ni kama hivi. Yesu ametoka hapa, si ndio? Hatima yako ilikuwa Dar es Salaam. Yesu ametembea mpaka wapi? Dar es Salaam. Akakutengenezea njia ya kwenda wapi? Dar es Salaam. Baada hapo amekwambia nimekwisha, nimesha rahisisha maisha, unaweza kwenda wapi? Ila wewe bado uko mfuru, utaka kusafiri. I say, neema ipo, ile inapokelewa.